Ya nini? Siku ya utekaji. Bana. Utekaji itaitafutia hii. Ila leo ni siku ya kimataifa ya sickle cell. Selimundu. Kwa ajili ya kuongeza awareness kwa jamii. Kufahamu kuhusu selimundu. Unajua watu wengi wanapoingia kwenye ndoa ama mahusiano ama uamuzi wa kupata watoto pamoja, kati ya vitu ambavyo wanapima ni magonjwa. Kweli. Lakini hawapimi masuala ya vinasaba. Na selimundu kwa kitaalamu ni kati ya magonjwa ambayo yanatokana na kurithi vinasaba kutoka kwa wazazi. Mchanganyiko wa vinasaba ndio unatengeneza ugonjwa huu wa selimundu ambao ni ugonjwa mtu anaozaliwa nao. Sio magonjwa kuambukiza. Kwa hiyo leo dunia inaadhimisha ikiendelea kutoa mwamko kwa watu kuhusiana na umuhimu wa kupima vinasaba kabla ya kuamua kupata watoto. Safi. Na pia kwa wale ambao tayari wanaishi navyo, basi kuwaongezea nguvu na matumaini zaidi mashujaa hawa wanaoendelea kuishi na selimundu. Kwa sababu inawezekana pia mtu akaishi akaendelea na maisha yake kama kawaida, lakini pia lazima atalazimika kutumia dawa kwa maisha yake yote. Kwa hiyo leo tuna kidogo walau tu awareness ya kwa watu endelee kukumbuka kuhusiana na ugonjwa huu ambao tunaendelea kuishi nao hapa nchini Tanzania. Haya. Kumekuwepo na kuripotiwa kwa taarifa katika vituo sasa. Siku ya utekaji. Kwenye utekaji leo tumeamka na taarifa muhimu. Kwenye utekaji. Kaka. Sema siku ya utekaji. Tuna taarifa jeshi la polisi jana ikizungumza kwa mara ya kwanza kuhusiana na kile ambacho tuliwahi kuhoji pia. Na nakumbuka jana tulizungumza kwenye Super Breakfast. Jana hapa tulikuwa tukijaribu kuchagiza kidogo. Jamani, mbona ile mtoaidi zile taarifa ripoti nini? Ilikuwa ni muda kidogo ilikuwa haijatoka taarifa ya mjumuisho. Sasa sio muda kidogo. Kumbe ilikuwa imeandaliwa. Sio muda kidogo, ule ni muda sana. Kwa sababu taarifa ambayo ilitoka nilikuwa nasikiliza baadhi ya matukio kitajwa hadi mwaka 2024 mwezi wa 8. Mpaka 2019 tukio moja nimeliona hapa. Sasa wewe mtumishi kwa miaka yote hiyo, usimtanie. Nasema kidogo hiyo. Kwa hiyo kuna ombo hilo la taarifa ambalo jana jeshi la polisi kupitia kujipanga na kuja na majibu sahihi. Sasa unajua kwenye mitandao ya kijamii nilikuwa najaribu kupitia reaction ya watu baada ya taarifa hiyo ya jeshi la polisi. Kama iliibua maswali zaidi badala ya majibu. Watu wana matarajio yao. Kuhusu matukio yao. Na hii ikanifanya nipitie kwenye nadharia mbalimbali za kifalsafa kuhusu matarajio ya watu kwenye masuala yanayohusisha taarifa nyeti na muhimu ambazo wanatamani kusikia ama kupata majibu yao ambayo tayari kichwani hapo. Ujambo lakini. Si jambo bana. Sasa ukitazama kitabu cha Habermas kile cha Theory of Communicative Action. Anasema anaamini kwamba mawasiliano bora ni yale ya uwazi, usawa na ukweli, lengo likiwa ni kufikia maelewano ya kweli, communicative rationality, lakini sio kushinda hoja ama kufurahisha hadhira. Kwa hiyo soma huu mstari unakwambia lengo ni kufikia maelewano ya kweli. Ujambo lakini. Sasa kwenye hii ukitafuta ufafanuzi wa theory hii, anakuambia hii inaendana na ile kutoa jibu ambalo linaenda kinyume na matarajio ya hadhira, ni sehemu ya kuwa mwaminifu kwa mchakato wa mawasiliano ya kweli. Sehemu ya kuwa mwaminifu kwa mchakato wa mawasiliano ya kweli. Sasa hii nitakuunganishia na doti mbalimbali zinazohusisha nadharia za matarajio ya majibu na ukweli. Kwenye jeshi la polisi, katika mbinu mojawapo ama vitu ambavyo wanavyo kitaalamu wanapofanya uchunguzi wa masuala yanayohusisha jinai, wana kitu kinaitwa mtatuzi wa kwanza wa taarifa ya jinai huwa ni mtoa taarifa mwenyewe. Wewe ulitendewa. Wewe ulitoa taarifa ya kwamba nimekumbwa na hivi. Yaani wewe ndio mtatuzi. Wewe ndio na baadhi ya majibu. Mtatuzi wa kwanza. Ndio maana ukisikia jeshi la polisi kuna baadhi ya matukio wanakuambia huyo mhusika ndio tunamsubiri aje atuambie. Yaani wakwambia ni wakitumia doti katika sentence ama katika taarifa na ripoti unazotoa kwao, ndipo unapopatikana utatuzi
wa kwanza kabisa wa taarifa yoyote ya jinai. Sasa na kuunganishia hii na falsafa ambazo pia hata kwenye vitabu vya imani vimewahi kutajwa na kuchambuliwa na baadhi ya wasomi nguli kuhusiana na taarifa na wakati wake. Kwa mfano kwenye kitabu cha Biblia takatifu, kwenye kitabu cha Yohana 18 ule mstari wa 38, Bwana Pilato alimuuliza Yesu pale, kweli ni nini? Na Yesu hakujibu ile swali kama alivyoulizwa, badala yake akapiga saundi pale na mafumbo mengi sana, akazunguka lakini hakujibu kweli ni nini. Sasa hii kifalsafa ilikuwa ina maana kwamba wakati mwingine Yesu alionyesha kuwa nyakati ambapo watu hawapo tayari kupokea ukweli, basi si wakati sahihi wa kusema ukweli huo, au hauwezi kutolewa kwa njia moja kwa moja kwa sababu ya muktadha mbalimbali ikiwemo wa kisiasa ama wa kiimani. Sasa ukiunganisha hizi, suluhisho la mwisho kabisa ambalo unaweza ukaja nalo kuhusiana na majibu ama taarifa ambazo ni kinyume na matarajio ya wengi, wakati mwingine hii haimaanishi kwamba kuna udhaifu. Haimaanishi hiyo, haimaanishi kwamba kuna udhaifu wa mtoa taarifa, lakini mara nyingi hii tafsiri yake inakuwa ni hivi, kwamba hiki ni kitendo cha kimaadili. Kitendo cha kimaadili kinachozingatia hali za kisiasa, kielimu, kulingana na mazingira husika. Kwa hiyo ukiona kwa mfano labda taarifa imetoka ya jeshi la polisi alafu hujaelewa, wewe ulikuwa na taarifa yako kichwani, hii haimaanishi kwamba ile yani kuna udhaifu kwenye ile taarifa. Inachomaanisha kuna maadili yanayolindwa kulingana na utoaji wa taarifa kwa wakati sahihi. Sawa. Sasa tumedai taarifa imetoka. Sasa iliyotoka sio taarifa wewe unaoitaka. Hujambo lakini. Wewe unataka nini? Kaka. Kaka wewe uliza hapo unataka taarifa kuhusu nini? Unataka wewe umeanza 2019. 2024. Hiyo mwaka mmoja uliopita. Kumbe kwa kuna taarifa ilikuwa haijatoka bana. Kuna tukio pale. Reference. Na kweli na limekamilika. Na matokeo yake, yani taarifa iliyokamilika. Kwa hiyo huenda pia hata hizi zingine ambazo watu wanazisubiri zikikamilika kama zilivyokamilika hizi zitakuja. Ukisoma ile taarifa jeshi la polisi jana wamesema kwamba kuna matukio bado yapo kwenye uchunguzi. Na wanaendelea kufanyia uchunguzi. Kama walivyosema, tumetumia sentence moja nzuri sana kwamba uchunguzi wa jinai unaanzia kwa mtoa taarifa mwenyewe. Yani wewe ambaye ulihusika na ile tukio ndo unaweza ndo chanzo cha wafanya uchunguzi kuanza kujua ukweli. Ndio ni mtatuzi wa kwanza kufahamu. Sasa tumsikilize kidogo hapa msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, David Misime, akizungumza jana kwenye taarifa yake hiyo kwa umma. Sawa. Alizungumzia pia kuhusu ule Shehe Nkonko. Aliyatema mengi. Mbaye alikuwa na madeni akajiteka. Kaka kuna ule kiongozi mmoja yule alitekwa nini na Ashura umesahau? Yupo yule, kuna mmoja hapo mjini hapa Dar es Salaam. Huyu hapa Misime. Kumekuwepo na kuripotiwa kwa taarifa katika vituo vya polisi na nyingine katika mitandao ya kijamii zikijulisha kwamba mtu au watu fulani wamepotea, hawaonekani au wamekamatwa na watu waliojitambulisha kuwa askari wa jeshi la polisi. Jeshi la polisi linapopata taarifa hizo huanza uchunguzi wa kukusanya ushahidi kutoka vyanzo mbalimbali ili kupata ukweli wa taarifa ya nini kilichotokea, kwani hauwezi kusema moja kwa moja kuwa mtu aliyeripotiwa kupotea, kutekwa, kulazimishwa kupotea, kuuawa bila ya kupata au ya kumpata anayedaiwa kupotea na ushahidi wa kudhibitisha taarifa hiyo ya nini kilichomtokea. Kama alitendewa uhalifu, ni nani wahusika kulingana na sheria, kanuni na taratibu. Vile vile
Kwa mujibu wa kifungu cha 117 cha sheria ya ushahidi sura ya 6 marejeo ya 2022, marejeo ya mwaka 2022, na kifungu cha 161 cha sheria ya ndoa sura ya 29 marejeo ya mwaka 2019, dhana ya mtu kuchukuliwa kuwa amekufa inapaswa kudhibitishwa na mahakama baada ya miaka 5 kupita kulingana na vielelezo na ushahidi utakaowasilishwa. Katika matukio ambayo yameripotiwa katika vituo vya polisi na uchunguzi wa kina kufanyika, na walioripotiwa kupotea kupatikana wakiwa hai na wengine wakiwa wamekufa, hadi sasa ushahidi kwa baadhi ya matukio yameonyesha sababu zake ni kujiteka, wivu wa mapenzi, imani za kishirikina, kugombea mali, kulipiza kisasi, kwenda nchi nyingine kujifunza misimamo mikali, na kukimbia mkono wa sheria baada ya kufanya uhalifu. Miongoni mwa matukio hayo ambayo yamethibitishwa kwa sababu hizo ni pamoja na tukio la hivi karibuni linalomhusisha Sheikh Zuberi Saidi Nkoko, miaka 53, mwalimu wa dini na kiongozi katika taasisi ya Islam Foundation iliyopo mkoani Singida, ambayo pia inajishughulisha na shughuli za kuchinja wanyama. Katika tukio hilo, kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii, kulisambaa taarifa za kutekwa kwa shehe huyo na watu waliowataja au waliotajwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi tarehe 2 mwezi wa 6 2025 saa 5 usiku, akiwa na kiasi cha fedha taslimu shilingi za Kitanzania milioni 42. Taarifa ya kupotea kwake pia iliripotiwa polisi. Baada ya uchunguzi, ilibainika kuwa Sheikh Zuberi Saidi Nkoko hakuwa ametekwa, bali alitengeneza tukio la uongo la kutekwa ili kukimbia madeni aliyokuwa akidaiwa na watu mbalimbali. Majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi, yenye jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 521 na laki 5. Sheikh Zuberi atafikishwa mahakamani baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Baadhi ya matukio mengine yaliyohusishwa na utekaji wa watu vikihusishwa vyombo vya dola, lakini baadaye uchunguzi ukabaini kuwa vyombo vya dola havikuhusika kwenye matukio hayo, ni pamoja na tukio la tarehe 7 mwezi wa 6 2025 lililotokea katika kijiji cha Mtakuja, kata ya Nanganga, wilaya ya Ruangwa, mkoa wa Lindi, ambapo Rita Severini Ndambalilo, miaka 41, mkazi wa Dangote Mtwara, mfanyakazi wa kituo cha kuuza mafuta cha kampuni ya Specialized Petrol Station ya Mtwara, alikutwa akiwa ameuawa kwa kunyongwa na mtandio na kutupwa kando ya makarasha ya Wachina katika kitongoji cha Nahungo, kijiji cha Mtakuja, kata ya Malolo, wilaya ya Ruangwa. Upelelezi ulibaini kuwa mtu huyo aliuawa na Juma Salum Njenje, miaka 49, aliyekuwa akimtumia kama dereva wake wa bodaboda, baada ya mtu huyo kumuona Rita akiwa amebeba fedha kwenye mkoba wake. Kabla ya mwili wake kupatikana, taarifa zilisambaa kuwa alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Watuhumiwa wawili wamekamatwa na wamefikishwa mahakamani na kesi iko mahakamani. Tukio lingine linamhusu Regina Rajabu Chaula, miaka 62, aliyekuwa na makazi huko Bahari Beach, Kinondoni, Dar es Salaam na nchini Denmark, aliyedaiwa kuoa na Fred Rajabu Chaula na Bashiri Richard Chaula, kisha mwili wake kutumbukizwa kwenye shimo la majitaka. Regina, ambaye alikuwa na kesi ya madai Mahakama Kuu Division ya Ardhi dhidi ya watuhumiwa hao, aliripotiwa kupotea ghafla Disemba 13, 2024 hadi tarehe 18 mwezi wa kwanza 2025, mwili wake ulipokutwa kwenye shimo hilo la majitaka baada ya upelelezi
wa jeshi la polisi kufanyika. Watuhumiwa hao walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Pia tarehe 11 mwezi wa 11 2024 litokea tukio lililomhusu Bwana Deogratias Tarimo, mkazi wa Kibaha, mkoa wa Pwani, ambaye alionekana kwenye picha mjongeo au jongefu akipambana na watu waliotaka kumteka, ambao hata hivyo walishindwa kutekeleza azma yao hiyo. Taarifa zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tukio hilo zilisema kuwa waliokuwa wanatekeleza uhalifu huo ni askari polisi. Uchunguzi ulibaini kuwa waliohusika sio askari polisi na chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi. Watuhumiwa 6 walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Aidha, tarehe 24 mwezi wa 8 2024 katika kijiji cha Haiderere, kata ya Haiderere, tarafa Haidom, wilaya ya Mbulu, mkoa wa Manyara, Saulo Samuel Baloho, miaka 44, mkazi wa Haiderere, alitoa taarifa ya uongo kwa kutumia simu ya mkononi kuwa ametekwa tangu tarehe 22 mwezi wa 8 2024 na watu wasiojulikana na kumpeleka Karatu, mkoa wa Arusha, kwa lengo la kumtoa figo. Upelelezi ulibaini kuwa mtuhumiwa hakutekwa, bali aliondoka nyumbani kwake akimwaga mke wake kwamba anapeleka fedha shilingi za Kitanzania 280,000 ukweni kwa mtoto wake wa kiume, ambazo ni mahari aliyokuwa anadaiwa mtoto huyo. Uchunguzi ulibaini mtuhumiwa alizitumia fedha hizo, na ili kuficha aibu akaamua kuzusha kwamba ametekwa. Mtuhumiwa alifikishwa mahakamani na kuhukumiwa kulipa faini ya shilingi za Kitanzania 100,000. Tukio lingine ni la tarehe 23 mwezi wa 8 2024 lililotokea katika kitongoji cha Kwedi Java, hii cha Nyasa, kata ya Kangata, tarafa ya Magamba, wilaya ya Handeni, mkoa wa Tanga. Lililomhusu Elia Elifaza Raymond Mchome, miaka 3, mkazi wa kitongoji cha Kwedi Java, ambaye aliuawa na kufukiwa ndani ya chumba walichokuwa akilala na Jackson Elisante Maeda, miaka 23, mkazi wa Kwedi Java, kwa imani za kishirikina. Kabla ya kubainika kwa mwili wa mtoto huyo, mengi ambayo yaliwahi kutokea, mkeka mrefu kweli. Ukipita kwenye mitandao ya kijamii pia utauona huo mkeka umetolewa mrefu kweli kweli. Kisa Daniel pia yuko hapa. Tuko pamoja na Sam. Yuko wapi? Sasa nimeona pia unajua kwa nini umesema pale mwanzo kwamba matarajio pia wakati mwingine sio kwamba ni taarifa haikutoka. Ni wewe pia ulitaka kusikia hujakisikia. Yako matukio ambayo yanaendelea kwenye na uchunguzi kwa mujibu wao. Taarifa ya mwisho kabisa kule unaeleza kwamba yako matukio mengine ambayo uchunguzi unaendelea, ukikamilika pia utatolewa. Kwa upande wa matukio ambayo yalitokea na kuhusishwa na vitendo vya utekaji na wahusika wake bado hawajapatikana, jeshi la polisi linatoa wito kwa ndugu, jamaa na marafiki na watu hao kuendelea kuwa watulivu wakati vyombo vya dola vikiendelea na uchunguzi wa matukio yanayowahusu ili kuweza kubaini uhalisia wa matukio hayo. Unaona? Sasa taarifa yao inaeleza hivyo. Unajua katika vitu ambavyo kwenye matarajio, sawa, kwenye matarajio bwana, ile para zile za juu zile, watu wengi walitarajia kusikia walau matukio ambayo ni current kidogo. Kwa mfano, kuna moja ambalo hata amiri jeshi mkuu aliagiza apate matokeo ya uchunguzi wake. Kumbuka Septemba 8, 2024, Rais Dr. Samia aliagiza kwamba jamani, nataka taarifa kuhusiana na kifo cha Ali Kibao. Aliagiza kwa ni miongoni mwa haya ambayo hajakamilika. Itakuwa ni miongoni mwa ambayo au labda taarifa alipelekewa binafsi labda. Ile ilikuwa kutoka hadharani aliagiza hadharani, lakini haikuwa kutoka hadharani. Lakini pia kuagiza kwamba itoke hadharani. Aliagiza apelekewe. Kwa inawezekana mawili hapo sasa. Ni miongoni mwa haya yanayoendelea kuchunguzwa.
itakuwa labda miongoni, kwa sababu hakuna siri kwenye taarifa kama hiyo inahusisha maslahi ya umma. Na alikuwa ni kiongozi alikuwa kiongozi wa kisiasa. Lakini pia ni tukio ambalo lilitokea wazi pia. Na liligusa umma. Watu wengi wanatamani kujua kilichotokea na kujua mustakabali wake. Bila shaka itakuja taarifa pia kuhusiana na matukio kama matukio ambayo yanasubiri uchunguzi. Matukio mengine yako mengi sasa. Hiyo shida mbaya kwa mengi. Yapo mengi. Kwa mfano ni matukio yashapita miaka mingi kweli. Mbona jana polisi wamesema pia ili wathibitishe kama mtu amefariki ni mpaka ipite miaka 5. Kitaalamu hiyo. Kwamba bwana hapa kweli unaweza ukazipa asilimia nyingi zaidi kwamba amefariki. Sio kwamba 100%, kwamba asilimia nyingi zaidi kwamba huenda mtu huyo kweli amefariki ama amepotea. Kwa sababu kuna wale ambao walipotea kabisa, kuna wale ambao walipatikana miili, na kuna wale ambao wanakutana na kadhia mbalimbali. Ninachotamani kutofautisha kuna kupotea, kutoweka kwa mfano. Kwa mfano sisi zamani kijijini kwetu zamani, na bwana mmoja aliwahi kutoweka miaka 18 bila kumuona. Mpaka tumekuwa wakubwa, sisi tumekuwa wadogo tunasikia katoweka, mpaka tunakuwa wakubwa tumuoni. Kaja kutwa da hapa. Familia na maisha yake, alitaka tu atoweke nyumbani, yani mkoani kwake, yani alitoweka na akawa patikani popote. Kaja kutwa kwenye mishemishe zake mjini hapa, miaka 10 na kitu imepita. Kuna hiyo. Kuna yale matukio ambayo ni mtu anapotea katika mazingira ambayo yanaonyesha wazi kwamba huu ni uhalifu. Kwa mfano tutolee mfano tukio la Mdude. Tukio la wazi kwamba huu ni uhalifu. Uhalifu umefanyika. Kwamba ni mtu na mke anasimulia kwamba walikuja wakavamia hapa, wakamchukua, akapigwa, wakaondoka naye. Polisi walifika kwa ajili ya polisi wakafika, wakaona mazingira yalivyokuwa, kweli ni mtu, ni watu walimchukua kiuhalifu hapa. Kuna hayo sasa. Hayo ndo ambayo majibu watu wengi wanatamani. Hayo ndo watu wanasubiria majibu. Yale ambayo mtu amepotea na kuripotiwa ni nani? Ndio maana nimeona pia taarifa ikieleza kwamba jamani, muendelee kuwa wavumilivu kwa wanafamilia. Kwa sababu kuna wale ambao wanatoweka bila kujulikana, amechukuliwa, ametoweka mwenyewe. Sisi zamani kule kijijini kwa tunatumia VAR za kimila. Kuona. Turejesheni sasa hivi. Sasa nashangaa kwa nini siku hizi sizisikizi. Hazitumiki. Sizisikia, lakini zamani bwana wewe haonekani, njoo hapa. Lete beseni hapa. Naona. Kaka. Kaka VAR ameanzia mbali. Cheki misime upate ajira hiyo. Sasa hiyo ni wanafamilia sasa. Wanafamilia wenyewe watafute mtaalamu sasa. Na inakuwa ni kweli. Sasa sijajua, sisi tulikuwa wadogo. Lakini zamani imani namba 1 ilikuwa ni ametoweka, tukahakikisha bwana. Ameondoka kweli ana maruani yule. Sasa hivi mambo mengi yanakuwa yanahusishwa pia na siasa kidogo. Mimi nilichopenda ni walau utaratibu wa update utapunguza hayo maswali. Sasa hii ndio ambacho polisi labda wanatakiwa kuboresha, kutoka kwenye kusubiri mwaka au baada ya muda fulani mrefu kupita na kuja na taarifa ya jumla. Ingekuwa labda ni taarifa ya tukio kwa tukio kwa kipindi kifupi. Kwa sababu mimi naamini jeshi lina uwezo mkubwa. Watu wengi wana imani kwamba jeshi la polisi ndio wanayo, ndio kimbilio. Kwa sababu tukio tunakimbilia kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo hizi update hizi mara kwa mara zitasaidia pia hata na familia. Kuna muda mtu anakaa sema anaamua kujisaulisha, lakini bado anakumbuka. Kwa hiyo polisi wakiwa wanampa ile update kwamba inawezekana na familia wanapewa taarifa kwamba ndugu yenu bado sisi tunafanya uchunguzi, au akienda kuuliza wanaambiwa. Lakini pia kwenye haya umma ambayo umma ulifuatilia na uliona, ni wazi pia taarifa za umma hizi zikatoka kwamba tukio fulani kuna hiki kinaendelea. Na jana nilisema wazi kwamba miongoni mwa sifa ya uchunguzi ni usiri. Kwa hiyo pia tusitegemee kwamba utapewa uchunguzi wa kina, kwamba taarifa za kina kwamba sasa hivi tumefikia hapa na hapa na hapa, sababu unampa mhalifu nafasi pia naye kukimbia au kujipanga. Kwa hiyo tutegemee taarifa kama hizi kwamba kwenye matukio haya ambayo bado uchunguzi unaendelea, ni wazi kwamba unajua kwa polisi wapo kwenye kazi, mambo yanaendelea. Na unajua unapokosa taarifa ndio ile ombwe la ukosekanaji wa taarifa sahihi kutoka kwa mamlaka sahihi, ndio unatengeneza sasa taarifa fake. Ndio uongo na kwamba mtu sasa pale najitokeza pale mtaalamu naanza kuripoti kwa sababu hamna ya ukweli, ni yangu ya uongo. Hakuna naye kanusha, hakuna naye jibu, hakuna naye fanyaje. Na jana tulivyochokonoa kidogo lisaidia.
tulizungumza hapa jioni katoka. Kwa mengine pia ambayo yamebaki kwenye uchunguzi, tunaamini jeshi la polisi ni miongoni mwa taasisi ambazo zinafanya kazi kwenye utaratibu ambao unatakiwa. Kama wamefanya hivi, update kama hii moja, maana yake nyingine pia tuzitegemee kwamba zitazidi kuja, zitazidi kuzipata tu. Ni swala la wanafamilia kuwa watulivu na ushirikiano. Hiyo miongoni mwa mambo ambayo pia nakwamisha hata ukizungumza na jeshi la polisi ni ushirikiano wa watu wahanga wa haya mambo. Wengi anategemea kwamba likishatokea anakaa tu anasubiria polisi ndo waanze hatua ya kwanza, lakini wamesema wewe ndo mwathirika ndo wa kwanza kuanza kutoa ushirikiano kwamba mwongozo, taarifa kwamba nini kilitokea. Ndio mfano juzi, kwa mfano tukio la padri. Polisi walisema tulikuwa tunasubiria apone kwanza, tuanze na yeye tujue yani yeye ndo aanze kutupa nini kilitokea, ndo tuanzie hapo. Kwa hiyo ni issue ya wahanga wenyewe kwanza kufuatia haya bwana. Sisi tukirudi itakuwa ni muda wa habari za biashara ndio ndugu yangu bwana. Sasa imani yako itakuponya. Habari za biashara zinafuata. Maoni endelea kutuandikia kupitia kwenye namba yetu ya 0683802966. Moja kamili hiyo hapo. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio. Hii ni East Africa Radio. Habari za biashara kutoka East